Kwa majina naitwa Dr. Leonard Malasa, ni daktari lakini pia ni mhadhiri msaidizi katika idara ya watoto katika chuo cha Hubert Kairuki Memorial University. Katika somo letu la afya ya mtoto tutajifunza mambo mbalimbali. Afya ya mtoto ni somo ambalo ninalipenda na ningependa tujifunze mambo mbalimbali kwa habari ya afya ya mtoto. Tunavyozungumzia afya ya mtoto, hatuzungumzii afya ya mtoto wakati tu amezaliwa, wakati mtoto yupo tunamuona. Lakini afya ya mtoto inaanza tangu kabla mtoto hajazaliwa. Na tunavyosema kabla mtoto hajazaliwa, tunamaanisha afya ya wazazi wenyewe kabla mimba haijatungwa. Kwa hiyo wazazi wanapaswa kuwa na afya njema ili waweze kuzaa mtoto mwenye afya njema. Kwa hiyo tunavyozungumzia afya ya mtoto ni swala ambalo ni mtambuka, ambalo linajumuisha kama nilivyosema kwamba afya ya wazazi, lakini pia afya ya ule ujauzito au mama anavyokuwa mjamzito anapaswa kuwa na afya njema, na tunakuja kuzungumzia wakati wa kujifungua na baada ya kujifungua na kuendelea mpaka pale mtoto anapokuwa na hatimaye anakuwa mtu mzima. Kwa hiyo afya ya mtoto naweza nikaigawa katika vipengele vitatu: kabla mimba haijatungwa, wakati wa mimba inavyoendelea kukua, na wakati wa kuzaliwa au baada ya kuzaliwa. Kwa hiyo katika mfululizo wa masomo haya tutakuwa na mfululizo wa masomo ambayo tutakuwa tukizungumzia afya ya mtoto, na ndugu mtazamaji, nitakuchukua hatua kwa hatua tujifunze kwa pamoja kwa habari ya afya ya mtoto, na kisha baada ya hapo tutaanza kuangalia ugonjwa mmoja baada ya mwingine tukapate kujifunza ili tuweze kupata uelewa. Masomo haya ni muhimu sana kwa wazazi, kwa walezi wa watoto, lakini pia hata kwa jamii nzima wanapaswa kufahamu afya ya mtoto. Na kama tunavyojua, tukizungumzia afya ya mtoto tunazungumzia afya ya taifa la kesho. Kwa hiyo mtoto anavyokuwa amezaliwa na afya njema au anavyokuwa akiwa na afya njema, ndivyo taifa linaweza kuwa na watu wenye afya njema. Kwa hiyo ndugu msikilizaji na mtazamaji, naomba tuanze kujifunza sasa kwa habari ya afya ya mtoto kabla mimba haijatungwa. Kwa hiyo kama nilivyosema kwamba wazazi wana nafasi kubwa sana ya kuhakikisha kwamba mtoto anazaliwa akiwa na afya njema pale tu ambapo wao wana afya njema. Na hapa tunavyozungumzia wazazi, hatuzungumzii mama peke yake, tunazungumzia mama pamoja na baba. Kwa mfano, kuna magonjwa ambayo akiwa nayo baba anaweza kumwambukiza mama, na akimwambukiza mama pale atakapokuwa amepata ujauzito, magonjwa yale yanaweza kuenda mpaka kwa mtoto, akaambukizwa na mtoto. Kwa hiyo tunavyozungumzia afya ya mtoto, tunazungumzia afya ya baba na mama. Kwa hiyo huwa inashauriwa kwamba wazazi hata kabla ya mama kupata ujauzito, wazazi wote wawili, baba pamoja na mama, huwa wanashauriwa kutembelea kituo cha afya. Kwa hiyo mzazi, tembelea kituo cha afya wote, baba na mama, ili muweze kupimwa. Kuna baadhi ya magonjwa ambayo mnaweza kupimwa, mfano HIV, kaswende na magonjwa mengine mbalimbali. Kuna magonjwa mengine ambayo ni ya kuambukizwa kwa njia ya kurithi. Kwa hiyo magonjwa yale mtapimwa, wazazi
baba pamoja na mama. Kwa hiyo ni muhimu sana wazazi kutembelea kituo cha afya hata kabla mimba haijatungwa. Na baada ya hapo, baada ya kutembelea na kupimwa, huwa kuna ushauri ambao wazazi wanapewa katika kituo cha afya. Ni mambo gani ambayo wanapaswa kufanya, lakini pia hata lishe, watapewa elimu ya afya kwa habari ya lishe. Baada ya hapo, mama akishapata ujauzito, katika ukuaji wa mtoto tumboni au ukuaji wa ule ujauzito, huwa kuna ule ujauzito huwa umegawanyika katika trimester 3, kwa kitaalamu tunaita trimester. Imegawanyika mara 3. Kuna miezi 3 ya kwanza, kuna miezi 3 ya pili, na kuna miezi 3 ya mwishoni. Hizi miezi au huu mgawanyiko wa miezi 3 ni muhimu sana kwa afya ya mtoto, kwa sababu huwa kuna mambo mbalimbali ambayo yanaendelea katika ukuaji wa mtoto, na hivyo kuna mambo ambayo mama anapaswa kuepuka na kuna mambo ambayo mama anapaswa kufanya. Kwa mfano, mama anavyokuwa amepata ujauzito, huwa anashauriwa aanze kliniki ya wajawazito mara moja tu anapokuwa amegundua kwamba ni mjamzito. Akianza kliniki, pale kliniki huwa kuna vipimo mbalimbali ambavyo huwa anafanyiwa. Kuna vipimo kama vile wingi wa damu, atapimwa HIV, atapimwa kaswende, atapimwa wingi wa damu. Kwa hiyo kuna vipimo mbalimbali ambavyo huwa vinafanyika, na vipimo hivi vyote ni muhimu sana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mtoto aliyeko tumboni atakuwa vizuri akiwa na afya njema. Ndugu msikilizaji na mtazamaji, naomba nikukumbushe pia, hata hiyo kliniki anavyokwenda kuanza mama, inashauriwa na baba aende kwa sababu na yeye kuna vipimo ambavyo atapewa, lakini pia kuna elimu ambayo huwa inatolewa, na elimu hii ni muhimu sana kwa sababu kumbuka, wakati huu mama anaingia katika hatua ambayo anaanza tunasema wanakuwa wawili sasa. Kuna yeye halafu kuna mtoto aliyoko tumboni. Kwa hiyo kuna mambo muhimu sana ambayo mama anapaswa kuyafahamu, lakini sio mama tu, lakini hata baba. Kwa sababu baba ni mtu wa karibu, ni msaidizi wa karibu. Kuna mambo ambayo anaweza kumkumbusha mama, kuna mambo anaweza kumsaidia. Kwa hiyo ni muhimu wote waende katika kituo cha afya kwa ajili ya kufanyiwa vipimo, lakini pia na kupewa elimu ya afya. Lakini hatua ile ya kwanza pia ni muhimu kwa sababu ile miezi 3 ya kwanza ni miezi ambayo viungo mbalimbali vya mwili wa mtoto ndio kipindi ambapo viungo hivyo vinatengenezwa. Kwa hiyo kuna mambo ya muhimu sana ya mama kuzingatia.